Hivi ulishawahi kuvuka kwenye maji kama haya? Najua kuna watu wanaogopa sana maji, lakini sisi huku ni kama samaki, kokote ukituweka tunaogelea. Safari ya Kojani, hapa ni Pemba, moja ya eneo unavuka ngambo moja, umetoka ngambo nyingine na kwenda ngambo ya pili. Kojani, nadhani mmezoea kumsikia Mkojani. Asili hapa ni eneo la Wakojani wenyewe, kabila la Wakojani. Hili linapatikana Pemba. Unavuka ngambo moja, unakuja ngambo ya pili. Huku ndio wanapoishi wenyewe. Tutajionea kidogo yaliyo mambo mazuri kabisa yanapatikana. Habari yako? Kwetu vizuri, lakini nimeona vizuri zaidi. Nilikuwa na simu chache, lakini naona nilitamani niongeze simu kwa sababu sikuwahi kujua kama unajua kuna wakati mwingine tunaishi kwenye simulizi kwa Pemba kulipa. Yaani mtu akikwambia, unajua kuna ile nadharia unasema akhari dunia, yaani mwisho wa dunia ni Pemba kwa ile nadharia, lakini ukifika kweli ni tofauti kabisa na kile unachokiona. Sehemu moja nzuri sana, watu karimu sana, lakini hamna kitu ambacho cha maendeleo wao hawana. Wana watu, wana barabara, wana maendeleo, wana barabara nzuri, yaani wana barabara nzuri kuzidi maeneo mengi kabisa. Nimejiona kama sisi tunakaa Dar es Salaam, naona kwa barabara nzuri kuzidi Dar es Salaam, baadhi ya mitaa mingi kabisa. Unatembea kutoka airport unafika Chake, unaenda mpaka Wete, unaenda Konde, unakuja mpaka Ukojani, unatembea kwenye lami safi kabisa. Aisee, hongereni sana. Kuna vitu tulikuwa tunijui na mtatusamehe kwa sababu tulikuwa tumewaweka kwenye hali fulani ambayo sio yeye. Bwana sana sana. Nani hiyo simu mpya? Zaidi ya kutoka feri kwenda Kigamboni ndio na hiyo picha ambayo feri Kigamboni. Sasa hapa wakati tunafika siku nataka hata kuja upande wa pili. Nilikuwa nataka nione tu pale watu wanavuka wanarudi upande, lakini nilipofika tu nilipoona nikatamani nikasema tuvuke twende upande wa pili tuone maisha ya upande wa pili. Bwana umeona ni Kojani kwa hapa naona siku nzuri sana. Na mimi nilipata siku zake fupi kwa hili ni eneo ambalo wanaishi wa Kojani zaidi. Mandhari ni nzuri sana. Hiyo natamani tena bila shaka nadhani ziara yangu ya Pemba ipo, inshallah ipo, na itapokuwa hai ipo, kwa sababu na kusudia kuja hasa nije angalau nikae hata wiki nzima, kwa sababu nahisi sijafika sehemu nyingi. Wakati nilikuwa najua sehemu chache, lakini nimefika kule kuna sehemu nyingi ambazo nitajua nipite hizi nyewe na zisome kuzungumza na watu wa maeneo yale, lakini ziara yangu mapema saizi ukipata abiria chukua. Na hapo tukwambie karibu sana. Nakwambia ukipata abiria chukua saizi ndio kwanza. Jamani, hapa ndio tunapoenda kutia nanga nikiwa na mwenyeji wangu mpiga picha wangu, lakini niko na ndugu yangu Ali ndiye mwenyeji wa Chake, na hapa ni Kojani. Naona wengine bwana wanatoka wanarudi upande wa pili waseme kuwepo na rejea raha ya sidhani kwingine unaweza ukayapata haya maisha na mtu kwao wasikwambie. Nadhani hii video kuna watu wanaitazama ambao kiasili hapa ni kwao, nadhani kuna kitu kinawakumbusha, lakini kwenu uzuri kabisa. Nimependa, natamani kuwa labda na mimi ningekuwa mtu asili ya eneo hili, kwa sababu hakuna kitu kama mtu asili ya jamani. Hapa ni Kojani, hapa ni Kojani na nimefika Kojani na nitakuonyesha mazuri ya Kojani, usijali, tuko pamoja. Kwa maelezo yako Karadhi, bila shaka unavutiwa sana na kisiwa sana. Shukrani sana. Kwenda kutembea huko juu. Ndio. Kipoje ili nao kwa sasa ndio kwanza nashuka, lakini ngoja nifike kule tutayaona yaliyo kule na kisha tutaenjoy zaidi inshallah. Nimeshuka kwenye kivuko, naingia na huu ndio sasa, hapa ndio kivuko, hapa tunaingia kwa pili. Nadhani unaona kule na hapa tunakuja sasa Kojani kwenyewe. Ndio. Huu ndio mji mkongwe.
Mfanye vipi? Assalamu alaykum. Habari zenu? Assalamu alaykum. Alhamdulillah. Asante. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Habari zenu? Vipi kiongozi? Wafika huko bado? Nafika. Mambo vipi? Fresh. Hapa ni wapi? Pambani hapa. Hapa ni Mpambani. Sokoni Mpambani. Sokoni Mpambani. Ndani ya Kojani. Tuendelee. Mandhari mazuri kabisa, sehemu inavutia. Ile kulikuwa na kiu mwanzo. Makani. Haya. Hii ni sheria ya Mpambani. Sheria ya Mpambani. Kojani. Kojani hiyo. Twende. Karibuni. Kitu pekee kinachovutia kwenye ujenzi wa hapa, kwanza kuna gari. Kisiwa hiki hakina gari, kwa hiyo hakuna masuala ya kugongana wala nini. Yaani nyumba zao zilipojengwa ni majirani, yaani wao wameishi kama familia. Mabwe, wapeleke branch hao, mnala minaja. Ani, Kuna jamaa mmoja, mic yako iko live hiyo. Jamaa mmoja? Kuna jamaa mmoja Ndio. ni mtuma salamu, ni mwandishi wa habari, naona kama hivi. Ndio. Mpe mic yule. Nimekufananisha na wewe. Subiri. Ulikuwa unasemaje? Nakwambia kuna mtu mmoja tunampata kwenye station hizi za kwenye simu, Ndio. kama yule mtuma salamu, yaani mtuma salamu Ndio. au mwandishi wa habari. Ndio. Yeye huwa anakuletea habari kwenye mtandao. Unamfahamu? Nifahamu, lakini nakufananisha na wewe. Jina lake? Jina lake Rabi anaitwa Rabi, kama hivi. wewe unapenda kumsikiliza? Namsikiliza sana. Nini anakuambia? Na yeye ananisikia kwa kutokana kutoa habari zake sahihi. Wewe unajuaje kuwa ni sahihi habari zake wakati usikilize upande wa pili? Hata upande wa pili. Yeye sio anatuambia kwa maana kwa sahihi. Ukisikiliza upande wa pili atakwambia anakudanganya. Haiwezekani. Wewe umejaribu kuangalia upande wa pili? Upande wa pili nimeshaujua kwamba habari zao zile habari zao ni sio za uhakika. Lakini ukija mwandishi wa habari Mwandishi wa habari kama si wewe basi ni mwenzie. ni ndugu yangu. Mdogo wako? Lakini sio mdogo wako. Ni wewe. Wewe ndio unatuletea habari kwenye mtandao. Kipi kimekufanya uamini kwa ni mimi? Kinachonifanya kwamba niamini ni kutokana na habari zake anazozitoa. Anatoa ufasaha vizuri. Kweli? Katika hiki kisiwa cha Kojani kuna watu wanafuatilia hizo habari? Tunafuatilia ikiwa hapa na tukiwa nje nyingine. Kweli? Kabisa. Ni mimi. Ni wewe. Ni wewe. Hata huko kwenye simu humo. Kweli? Nakupata sana. Kwenye simu yangu na ya wenzangu. Kwa hiyo mnaweka bando kwa sababu muangalie hizo habari kabisa. Ile jina linaitwa nani? Anaitwa nani? Wewe mimi maana umetajia jina lakini si Rabi, si nani? Ndio kama hizo. Kisiwa kiko pembeni ya bahari. Hapo pembeni kuna kitu. Pembeni hii kimezungukwa na bahari. Hili ni kisiwa kabisa. Huko Pote ni bahari. Pale unapoanza kuvuka
na huku imefika mpaka maziwa ng'ombe, yaani sehemu ya maziwa ng'ombe. Hiyo maziwa ng'ombe hii Kojani, maana ya Kojani ni kisiwa. Yaani ni kisiwa. Kwa lugha gani? Kwa lugha ya Kiswahili. Sio kabila? Sio kabila. Kwa nini watu wa hapa wanaitwa Wakojani? Ndipo walipoishi asili. Watu wa asili walioishi hapa walikuja wakakuta hiki kisiwa kinaitwa Kojani, na ndio wao wakakaa hapa, ndio wakawa Wakojani. Ndio wakawa Wakojani na wakaenea. Asili ya watu hapa ni kabila gani? Hapa kuna kabila kila aina, kuna Waarabu, kuna Wachaga, yaani ni wengi, lakini zile kabila zao ni za kuja, si za kukaa sehemu moja, sizo za asili zao. Tuendelee, tufikishe sehemu ambayo inaonekana kuwa ni mjini zaidi. Kwa hiyo wewe ni msikilizaji wa rugby? Rugby unapenda kumsikiliza? Namsikiliza sana na hakuna mwingine lakini hivyo. Hawa wanamjua wakiona kwenye simu, ila wakiona kama hivi Asalamu alaykum. wengine wanaweza kapeleleza kwa jina. Hebu waulize kama wanaweza kumjua, kama kuna mtu anamjua. Hebu twende pale kwa watu wengine wale wengine pale ndio wanaoangalia kwenye simu. Ngoja tupate uhakika. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Habari zenu? Nzuri. Habari za Kojani? Salama. Nafurahi nimewaona. Kwa hiyo hapa ndio baraza kubwa. Hii hapa ndio baraza kubwa ya kisiwa chetu. Baraka zote ziko. Na mimi nimeshachosha baraka. Kwenye miji mingi nasema kukaa wazee hamna pale. Iko pale. Hivyo basi naomba nilipie kahawa yao. Nani? Naomba nilipie kahawa. Kama wewe ulichokisema ni sahihi na wenyewe ni sahihi. Haya, twende kwa kahawa. Jamani, hiki ndio kijiwe cha kahawa. Hiki ndio kijiwe chetu cha kahawa hapa Kojani. Hapa ngoja tujipange hapa. Hapa ni baraka tu. Waliokuwa. Kahawa imeshalipiwa au haitoshi? Hiyo zinatosha, hiyo zinatosha wote uulize kama ulichosema ni sahihi. Haya, salamu alaykum. Alaykum salaam. Bandogo tunaulizia hivi, hii sura hii hapa mnamfananisha na nani? Eti nani anajua hii sura? Bado hayupo hata mmoja. Bado sauti. Kwa hiyo una habari wengine hawawezi kufahamu kwa sababu hawaingii kwenye sehemu. Ndio na maana ikawa hakuna, lakini ambaye kuwa anaingia na anafahamu kuzungumza no anavyokuona. Haya, nashukuru. Tuendelee tena kwingine. Hawa bado hawajajua. Kwa hiyo tuende sehemu nyingine. Twende tukaangalie Kojani. Tumekuja kwa ajili ya kusalimia Kojani. Yeye alisema kuwa hapa watu watakuwa, yeye amenifananisha na mtu. Sasa nikawa nataka kujua na nyinyi mtanifananisha. Nyinyi hamjanifananisha. Haya, twende kwingine. Jamani, asanteni. Huyu ni yule anayetoa taarifa kwenye simu, anaitwa Rabi. Kuna mtu anamjua Rabi hapa?
Hatujui lakini mwe. Sikia tu. Mwamsikia tu. Sasa Jina ndo alipara leo kwa watu kuja kuona. Kwa hiyo kwa sababu ndio ndio macho, kwa hiyo ndio. kufahamu. Haya, twende tukaione kojani vizuri. Jamani, tumekuja kwa ajili ya kusalimia kojani. Nimefurahi. Bodi ya watu wahamiaji tokea hizo zamani wa zamani, babu zetu, baba zetu ndio wamekaa mji huu. Wakaja kukuta baba zao ndio mpaka leo tuko hapa. Mimi nimezaliwa hapa. Tuenda hapa. Watakusubiri hapa. Haya. Makani ni wapi? Makani ndiko huko tutakapokwenda jini. Lakini naona Muda umekwenda. Basi tutasalimia hapa tulije. Ngali tulikuwa tunataka Tutaenda siku nyingine inshallah. Siku moja mkaja kwa wakati. Hapa ni msikiti wa Kojani. Huu ni msikiti wa Kojani. Kuna misikiti mingi. Msikiti Kojani ya hata 12. 12 ya sita. Kama moja. Umejua vipi mimi natoka bara? atakujua. Wanijua? Mimi sitoki bara, mimi natoka Pemba hapa. Mimi natoka Pemba. Mimi ni nani? Abanza bana bana. Mimi sio bara. Karibuni. Bwana tuchukua kwa picha. Nimekuja kuwasalimia. Nilikuwa na bwana huyu akaniambia hao watu hapa wote wanakujua. Nikaambia haiwezekani. Hamna mtu ananijua kwa sababu mimi sijulikani. Sasa tumekuwa naye tunataka tujue kweli. Na watu wananijua mimi. Tunakujua. Tunakuona saa zote kwenye vyombo vya habari. Saa zote kwenye vyombo vya habari tutakujua, tutakuona. Haya, huyu amewahi kuniona. Kuna mwingine amewahi kuniona huko? Yupo. Huyu hapa. Hajawahi kuniona. Nani aliyewahi kuniona? Huyu hapa. Yaani sijakuona huko simuni mwangu. Simuni mwangu nakuona. Saa zote kwenye vyombo vya habari tutakuona. Simuni unaniona? Kwa hiyo Simuni karibu mmeshaniona eh? Hata jana umekuwa ongea kwenye vyombo vya habari. Jana eh? Jana nafungua TV na kuona. Hata mwekea rafiki huyu nini? Jana. Jamani, hapa ni Kojani. Mpaka Kojani wananijua. Nashukuru. Karibu tena bwana. Mwingine katuasha kule kabisa. Ameweka kule. Ndio mwenyewe huyo. Sio. Rafiki yako huyu. Ndio mwenyewe huyo. Sio. Ndio mwenyewe? Sio. Rafiki yako. Asema rafiki yako. Ana ni rafiki yake huyu. Asema wale waliokuwa hawakujui wataka wajue jina lako. Huyu rafiki yake. Wewe zina jina gani? Mimi naitwa Ibrahim Rahmi. Ndio kumsikia Ibrahim Rahmi. Nausikia sana Kwenye TV. Kwenye vyombo vya habari. hali kadhalika. Nashukuru. Nilikuwa na hamu ya kufika hapa na ilikuwa ndoto yangu kubwa. Nifike Kojani. Kwa hiyo nimefika, nimetimiza moja ya ndoto yangu kubwa kabisa. Na nimekutana na watu wazee wa mji huu. Nimefurahi bwana. Nimefurahi. Amin. Asanteni sana. Dua zenu. Kasari huyu anataka kutupeleka wapi? Wewe msubiri hapa. Amesema kuna sehemu anataka kutupeleka. Anataka kumpeleka. Na time yenyewe tuko nayo. Haya, ngoja tuone. Kwa hiyo Jamani, mimi nataka niwache. Jamani, hii ni Kojani. Nimefurahi, nimekutana na watu wananiambia hapa kuwa siwezi kulala nje, hapa siwezi kulala njaa, na hapa siwezi kukosa mke ikibidi, kama nataka
kama nataka hata wake ni mke wake naweza nikapata wake nikitaka. Kwa hiyo kuna vitu vitatu hapa mimi siwezi kukosa. Siwezi kulala nje, siwezi kulala na njaa, wala siwezi kukosa wake.